Siku hizi kumekuwa na mafundisho mengi sana mazuri, neno la Mungu, na nyakati hizi tulizonazo, Injili, neno la Mungu, habari njema imekuwa nyepesi sana kupatikana. Yaani mahali pengi watu wanafikiwa na neno la Mungu kuliko hapo mwanzo ama hapo siku za nyuma huko, miaka ya nyuma. Jambo hili sasa limeleta changamoto moja katika uinjilishaji. Limeleta changamoto ya kuinua watu ambao wanafundisha vitu visivyo sahihi, wanafundisha mambo yasiyo sahihi, wanafundisha habari za Mungu, lakini wao wenyewe wanaamini miungu. Wana madhabahu za shetani zimekuwa nyingi sana, kiasi kwamba sasa watu wanachanganyikiwa. Sasa leo nataka nikupe silaha moja tu, nikufundishe silaha moja tu ambayo yani ukimaster silaha hiyo, ukielewa silaha hiyo, wewe hautotatizwa na mwalimu yeyote wa neno la Mungu, mwinjilisti yoyote, mtu yoyote anayefanya kazi ya Mungu hatokutatiza. Utamjua kwamba huyo ni mtu sahihi au la. Wacha nikusalimie. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya, na wewe ambaye ni mgeni katika channel yetu, na wote kwa ujumla wake ambao mnafuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, mimi wanapenda kusema Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kwa kuwa umeamua kufuatilia mafundisho kupitia ukurasa huu, channel yetu hii ya Mikono ya Kristo, madhabahu ya Kristo mwenyewe ya kufundisha neno la Mungu. Na sisi tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Sisi tunafundisha neno la maarifa. Yaani kipindi chetu sisi kinahusiana na neno la maarifa. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa maarifa. Usiende mbali, endelea kutufuatilia. Basi kama nilivyotangulia kusema, leo nataka nikupe silaha ya pekee ambayo itakuwezesha kutambua madhabahu sahihi ya kuabudu. Kwa nini? Kwa sababu chukulia mfano wewe unatoa zaka, chukulia mfano unatoa sadaka, chukulia mfano unafanya majitoleo mbalimbali kwenye madhabahu fulani. Halafu kumbe madhabahu hiyo sio madhabahu halisi ya Mungu. Sio eneo ambalo Mungu yupo, bali ni eneo ambalo miungu ipo. Na wewe hujui. Maana yake neno la Mungu linafundishwa ili upate kujua, ili likusaidie. Na neno la Mungu atulipimi kwa matokeo. Tunalipima kwa utendaji kazi wake. Maana kama ni matokeo, nasema hata shetani wakati mwingine hujifanya kuwa malaika wa nuru. Sasa kama shetani anaweza kujifanya malaika wa nuru, hauoni kwamba anaweza kukudanganya? Maana yake ni nini? Bidhaa yote feki inaiga bidhaa originali. Yaani kitu ambacho sio halisi lazima kiige kitu kutoka kwenye uhalisia. Mtu anayekutengenezea kitu ambacho sio halisi ya kuuzia, kudanganye, lazima akifananishe na kile kitu halisi. Ndivyo ilivyo hata kwenye mafundisho ya neno la Mungu kwa siku hizi tulizo nazo, kwa majira haya tuliyo nayo, kwa nyakati hizi tulizo nazo, kwamba mafundisho mengi yanafanana kabisa na mafundisho ya Kristo Yesu. Tena wanataja wengine na Kristo Yesu, lakini ndani yake Kristo hayumo. Ndani yake kuna miungu, ndani yake kuna utapeli, ndani yake kuna ulaghai. Unajua Mungu anafundisha kwa habari za ulinzi, anafundisha kwa habari za utajiri, anafundisha kwa habari za mafanikio ya rohoni, anafundisha kwa habari miujiza, matendo ya uponyaji na mambo mengi. Na shetani vile vile anayafanya hayo. Sasa usipoyaelewa haya, unategemea utajuaje kama huyu ni Mungu ama huyu ni shetani? Utajuaje kama hii ni madhabahu ya miungu na hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni? Utajuaje?
Sasa leo niko hapa kwa ajili ya kukupa maarifa hayo. Nipo kwa ajili ya kukupa maarifa hayo. Sasa kabla tujaenda mbali, leo nataka nitumie zaidi neno la Mungu. Fungua Biblia yako kama ninavyopenda kusema, kitabu cha kwanza cha Timotheo. Kitabu cha kwanza cha Timotheo, sura ya 4 aya ya kwanza. Sura ya 4 aya ya kwanza. Sura ya 4 aya ya kwanza inasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine wataikana imani. Naomba tuwe makini hapo. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Nyakati za mwisho ni zipi? Hivi nani asiyejua kwamba tupo kwenye nyakati za mwisho? Hizi ndizo nyakati za mwisho. Yaani Injili, neno la Mungu, habari njema inayohubiriwa sasa ndiyo ile habari ya mwisho kabisa. Hakitatokea kizazi kingine. Yaani hiki ndicho kizazi kinachofundisha siku za mwisho. Wazao wote wanaofuata hapa ni siku za mwisho. Baada ya hapo yanakuja mambo mengine ambayo yalishatabiriwa yatatokea baada ya siku za mwisho. Sasa ukisoma hii aya inaeleza vitu viwili. Imetaja roho mara mbili hapa, na mwanzo nimekuambia shetani hujifanya wakati mwingine kuwa malaika wa nuru. Sasa hapa anasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba, roho gani hiyo? Ni Roho wa Mungu anena waziwazi ya kwamba. Alafu ukienda mbele anasema wakisikiliza roho zidanganyazo. Roho gani hiyo? Ya shetani. Tuko pamoja hapa? Neno roho limetajwa mara mbili. Kwa hiyo hii ya kwanza anasema ni Roho wa Mungu, lakini anasema wakisikiliza roho za shetani zidanganyazo. Na hapa ndipo Wakristo wengi, narudia tena, Wakristo wengi wataharibikia hapa. Na sio tu kuharibikia, Wakristo wengi wameharibikia hapa. Nini? Madhabahu. Ziko madhabahu kongwe kabisa za miaka mingi, lakini ndani yake kunaweza kuwa na mafundisho yasiyo sahihi. Maana yake kuna kitu watu wanakichanganya. Niliwahi kufundisha somo moja nikasema, mtu yule ambaye Mungu anamtumia kusema kweli, mtu huyo anaweza kudanganywa na shetani akasema uongo. Sasa nini kitakufanya ujue hii kweli na nini uongo? Petro ni mtu aliyependwa na Yesu sana. Ni mfuasi ambaye alipendwa na Yesu na Mungu wa mbinguni. Ndio maana hata yeye ndiye alikuwa wa kwanza katika wale wanafunzi wake kugundua kama huyu ndiye Kristo, kwa neema ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Lakini kuna mahali Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani. Alikuwa anamwambia Petro akimtazama, lakini Yesu hakumuona Petro wakati ule, alimuona Shetani ndani ya nani? Ya Petro. Sasa hii ya Yesu kumuona Shetani ndani ya Petro, ndio wewe unatakiwa uione Shetani ndani ya wewe mtumishi unayemwamini. Ndio hiyo unatakiwa uone Shetani ndani ya hiyo imani unayoiamini. Yaani ndio sehemu unayoabudu, unatakiwa umuone Shetani. Yaani uwe na uwezo wa kutambua huyu Shetani. Sasa kama alikuja mara moja, ni kazi yako pia kushughulikia hayo mambo yaondoke, ili kanisa liendelee kusonga mbele. Lakini kama Shetani anadumu mahali hapo, utakuwa ujue kwamba kumbe madhabahu ni ya Shetani. Yes, huo uwezo ambao Yesu alituonesha kwa Petro pale ndio uwezo ambao wewe unatakiwa uwe nao ili uweze kuelewa, kwa sababu neno linasema nyakati za mwisho watu wataikana imani. Na wengi wanakana imani. Kukana imani ni kufuata kuabudu miungu, majini, mashetani na imani zingine ambazo azimwabudu Mungu aliye hai. Vile vile nasema nitakupa mfano kwa nini ujue hivi vitu hivi. Kwa nini uelewe? Kwa nini uwe na maarifa ya kutambua ya kwamba hiki kitu ni cha Mungu na hiki sio cha Mungu? Kuna mtumishi anakuhudumia, kuna kanisa unaloabudu, kuna madhabahu unayotoa sadaka. Utajuaje kama upo mahali sahihi bila kuwa na uwezo wa kupima? Nimezungumzia kwa habari ya bidhaa fake au bidhaa za kupunjwa. Unawezekana labda nikupe mfano. Chukua mfano huu. Wewe unanunua bidhaa dukani kila siku. Unanunua unga wa ngano, unanunua maharagwe,
unanunua mchele, unanunua sukari, unanunua mahindi, chochote kile unaenda kununua dukani. Sawa. Hivi utajuaje kama yule anayekupimia pale dukani anakupunja ama anakupimia sahihi ama anakupimia zaidi? Utajuaje? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Yani wewe unajuaje? Yani wewe hujui chochote, unaenda bana nipimie mchele kilo 3. Anakupimia, umebeba, unaondoka. Mkono wako unaweza kujua kama hizo ni kilo 3. Akipunguza theluthi kidogo utagunduaje? Nipimie mchele kilo 20. Utajuaje kwa kubeba kama ni kilo 20? Mchele, marage, sukari, unga na vitu vingine kama hivyo. Utajuaje? Sasa na kwenye imani uko hivyo hivyo. Mimi kama hapa nakufundisha sasa hivi, nafundisha neno la Mungu. Wewe utajuaje kama mimi naongea habari ambayo inamhusu Yesu? Sio kwa kutaja Yesu tu. Unapaswa kuwa unajua ndani yako kwamba huyu anayehubiri au anayefundisha au anayeombea au anayeniombea ni mtu sahihi, ama huyu sio mtu sahihi, ama huyu ni mtu sahihi lakini leo hapa usahihi hakuna. Utajuaje? Ndio somo la leo. Sasa ili ujue bidhaa kama ni feki ama sio feki, anyway, lazima ujue bidhaa halisi au original. Sasa ili ujue kama umepunjwa, lazima wewe ununue mzani wako unaoamini wewe. Huo mzani uwe nao nyumbani kwako. Sasa huyu akikupimia mchele kilo 5, ukifika nyumbani kwako na wewe upime. Ukipima unaona au kilo 5 kasoro kanipunja. Hivyo hivyo kilo 5 duka fulani wanapima sawa sawa. Duka fulani wanazidisha, mzani wake unaweza kuwa mbovu. Unaweza kwenda kumwambia, bwana wewe unanipimiaga mchele kilo 5 lakini mbona kama huu mchele inaonekana umenizidishia? Mbona hii sukari umenizidishia? Na yeye atarekebisha mzani wake. Kwa duka linalopunja vile vile unaweza kumwambia, bwana wewe unanipimia hapa kilo lakini naona mbona kama nikinunua nyama kwako nikienda kuipima nyumbani napata kidogo. Anakuwa anajua, pengine hajui, anarekebisha mzani wake. Sasa kipimio wewe hauna, na ndicho nataka nikupe leo hicho kipimio, nikufundishe kipimio kwamba imani yoyote haitambulikani kwa kunielezea. Yani mimi sipaswi kukuaminisha, mimi napaswa kukufundisha. Ndio maana Yesu aliwaambia kama mniamini mimi, aminini na kazi zangu. Alikuwa anawapa imani. Sasa wale walikuwa imani yenyewe hawana kabisa, ndio alikuwa anaanza kutengenezea ile imani mpya. Mimi na wewe tumebatizwa. Hata kama una imani, unaweza ukatafuta namna ukasaidiwa ukaipata imani na ukaanza kujua ya kwamba kumbe hapa Mungu anasema hivi. Kumbe hapa usahihi wa jambo hili ni hivi. Kwa hiyo mtu akikufundisha jambo lolote, unajua kabisa hapa nilipo ni madhabahu sahihi. Sasa watu wengi madhabahu hizi wanaziona kama yani wakishaingia pale wanaanza kuwashawishi watu. Mimi nimekutana na watu wengi sana. Anaambia njoo kanisani kwetu, njoo uabudu, njoo bwana, wewe unaabudu wapi? Au usiabudu huko, nenda kaabudu kule. Wewe, Mungu yupo mahali popote. Mungu anafanya kazi na mtu yoyote. Anafanya kazi kwenye makanisa mengi sana. Sio kanisa moja tu. Wewe ukitaka watu wote waabudu hapo kwako, utaweza watu wote waabudu hapo kwako. Hivi tuseme eneo moja, tuchukulie mfano Dar es Salaam. Kuwe kuna kanisa moja tu, la imani moja tu. Wataweza kuamudu Wakristo wote? Mtaweza kuwalisha kondoo wote? Ni ngumu. Ndio maana Yesu alikuwa anatoa wafuasi wengi ili watu walishwe mafundisho mbalimbali. Kwa hiyo huko anakuabudu, anapaswa kujua, na wewe vile unamwalika mwenzako kwamba njoo abudu kanisani kwetu, unapaswa kuwa na uhakika mahali unapoabudu ni salama. Unaweza kuwa unaabudu sehemu salama, lakini katikati ya watumishi wa Mungu ndani ya madhabahu hiyo kuna mtumishi wa Mungu sio mtumishi wa Mungu kweli kweli. Utajuaje? Yupo mtumishi ambaye sio sahihi ndani ya sehemu halisi. Kweli ni madhabahu ya Bwana, kweli ni eneo la Mungu, ni sehemu salama kabisa, lakini kuna mtu anahudumu hapo. Huyo mtu ni agent wa shetani, ni wakala wa shetani. Utajuaje? Sasa usipojua, maana yake siku atakokuja kuhudumu, utatoa sadaka yako, kutakuwa kuna shida, kwa sababu anayekuhudumia ni agent wa nani? Wa shetani. Huu ndio msingi ambao nataka leo nikufundishe na nikupe hiyo njia. Hebu tusome Marko. Fungua Marko sura ya 7. Marko sura ya 7, hii ni 7:7 Sura ya 7 aya 7. Tusome hapa. Inasema hivi: nao waniabudu bure, wakifundisha
mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Umeelewa hii sentence? Umeelewa neno hili? Umeelewa lugha ambayo hapa Mungu anasema kupitia kitabu cha mwinjili Marko, alichokiandika mwinjili Marko, hii sura ya 7 nao wananiabudu bure. Sasa je, wewe haumwabudu bure? Inawezekana upo kanisani hapo na miaka 10 unaabudu bure. Anayekupa maelekezo, anayefundisha hilo somo, anayeongoza ibada, anachukua mapokeo yake yeye mwenyewe, sio maagizo yatokayo kwa Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni. Sio maagizo ya Yesu Kristo mwenyewe, bali ni mambo ya kibinadamu. Hii wanapenda sana kusema watu wengi, mtu anataka tu apate pesa za sadaka, basi anawaambia tu watu, anawafundisha toa sadaka ya kujimaliza, toa sadaka ya kujimaliza, toa sadaka nyingi. Na mifano mingi, Ibrahimu alitoa sadaka, fulani alitoa sadaka. Wewe unatoa sadaka hiyo, unaelewa maana halisi ya sadaka? Unaelewa kitu Mungu anataka ukifanye ndani yako? Kwa sababu usipoelewa, ndio ili neno la Marko sura ya 7 anasema wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sio haramu kutoa sadaka, toa, lakini utoe ukiwa na hakika na unachokitoa. Unasema wamjuao Mungu wao, wamjuao Mungu anayemwabudu watatenda matendo makuu. Yaani ukimjua Mungu unayemwabudu utatenda matendo makuu, sio tu ukiabudu. Unaona jinsi ilivyo. Ningetamani nikusomee. Wamjuao Mungu wao ni Danieli. Hebu fungua kitabu cha Danieli sura ya 11 aya ya 32. Danieli sura ya 11 aya ya 32 inasema nini? Soma vizuri, fungua Biblia yako. Neno liko hapa. Linasema hivi: na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini mbele anasema hivi: lakini wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Sio tu kufanya kitu kwa sababu mwingine anafanya. Unapaswa kujua, yaani madhabahu ninayoabudu ninaijua ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Ukijua kitu na ukiwa na hakika, ndipo Bwana majeshi anasema utatenda mambo makuu. Kwa hivyo unapaswa kujua madhabahu unayoiabudu. Ili ufanye nini? Ili uweze kuwa hodari katika kuifanya na katika kumtumikia Mungu, kuifanya kazi ya Bwana na kumtumikia Mungu. Sasa tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 aya ya 10. Nimekuambia haya makusudi ili upate kujua ya kwamba wapo watu wanafikiri kwamba wako sehemu sahihi, lakini hawako sehemu sahihi. Kitabu cha Wakorinto cha kwanza sura ya 12 aya ya 10. Hapa Paulo mtume anaandika akisema ya kwamba na wengine matendo ya miujiza, hizi ni karama za Roho Mtakatifu, na wengine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho. Tusimamia hapo, na mwingine kupambanua roho. Jitahidi sana katika maombi ya kumsihi Mungu akupe karama ya kupambanua roho, akupe uwezo wa kupambanua roho. Hiyo ndiyo silaha pekee itakayokusaidia wewe kutembea katika njia ambayo inampendeza Mungu, na ukiwa na uhakika ya kwamba hiyo njia inampendeza Mungu. Ukiwa na uhakika ya kwamba hiyo njia inampendeza Mungu. Nini? Karama ya uweza wa kupambanua roho. Maana tunapofundisha na kufundishwa na kupokea, tunakaa rohoni zaidi.
Kwa hiyo tunapokaa rohoni, yani wewe rohoni mwako uwe na uwezo wa kusikia hiyo sauti inayohubiriwa, ukasema sauti hii sio ya Mungu. Ukaingia kanisani kuabudu, ukafika, roho wa Mungu anakushuhudia mahali ulipo sio mahali sahihi. Mtu wa Mungu anakushawishi au anakusii, anakuambia kwa habari ya kutoa sadaka, unasikia ndani mwako kwamba neno hili linalotamkwa kuhusu sadaka sio neno sahihi, hii ni sadaka ya miungu. Hiyo ndio silaha pekee ambayo dunia ya leo unatakiwa uwe nayo. Kwa sababu ya nini? Nimekuambia hapo mwanzo, mafundisho ni mengi. Kila mmoja atasema anavyojua yeye. Wapo ambao watasema mambo kutoka kwenye madhabahu za miungu. Wapo watu wala watumikii miungu, lakini wanasema vitu ambavyo vinatoka ndani ya maisha yao wao wenyewe, havitoki kwa Mungu, yani ni mapokeo ya kibinadamu. Nimekusomea hapo. Lakini wapo watu ambao wanafundisha kile kitu ambacho Mungu anawaagiza. Utajuaje? Lazima uwe na uwezo wa kupambanua roho, kwa sababu mafundisho yote ni mambo ya rohoni. Kwa hiyo Mungu ukimsii, ukamwomba, akakupa karama hiyo ya kuweza kupambanua roho, wewe umefanikiwa. Hiki ninachofundisha mimi, natakiwa wewe ujue na kufundisha kitu halisi au la. Mimi nakufundisha, mimi naweza nikakuombea, mimi naweza nikakushauri, lakini ndani ya mapokeo yako uweze kutambua ya kwamba huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu anayefanya kazi juu ya mtumishi huyu. Na ndani yako uweze kujua kwamba hapa hakuna Mungu, kuna shida mahali. Hicho ndio kitu pekee ambacho wewe unapaswa kukijua, kwa sababu unawezekana ukaniamini mimi katika mafundisho yangu, nikawa nakufundisha kila siku, ni kweli unaniamini na ni kweli ni mtumishi wa Mungu. Je, ukikutana na mtumishi ambaye sio wa Mungu? Ama je, nikikengeuka? Maana wako watumishi ambao walianza vizuri kazi ya Mungu, katikati wakaunga na madhabahu zingine. Yani kuna watumishi wana madhabahu mbili. Yani upande mmoja wana madhabahu ya Mungu na upande wa pili wana madhabahu ya miungu, wanatumikia kwa pamoja. Kwa hiyo inategemea tu akija hapo kanisani anatumia madhabahu gani na kwa wakati gani. Hii kesi nimeshawahi kukutana nayo, ndio maana nakwambia. Sasa wewe unayelishwa unatakuwa ujue kwamba mtumishi huyu kuna wakati mbona naona roho ananishuhudia kwamba anafanya kitu ambacho sio sawa sawa. Anakupiga upofu, unakuwa ujui, lakini roho wa Mungu anakufunulia kwamba kuna shida. Huyu mtumishi ana shida. Kwa hiyo wewe utaanza kumuombea apate neema ya kuokoka vizuri. Lakini vile vile itakupa nafasi ya wewe kuweza kuepuka kuingia kwenye matatizo, kwa sababu roho wa Mungu atakushuhudia kwamba kuna shida mahali. Unaweza ukataka kutoa sadaka, afu roho wa Mungu anakuambia hiyo sadaka yako haina kazi hapo na kwenda kuitoa. Kwa hiyo Mungu atakuwa anakusaidia kupitia Roho wake Mtakatifu kufanya kazi zako, matendo yako, utoaji wako, majitoleo na kila aina ya namna kumtumikia Mungu kwa uhakika. Lazima ufanye kazi ya Mungu kwa uhakika. Usipokuwa na uhakika, maana yake utakuwa kazi yako ni kusikiliza tu. Leo mkiambiwa hivi unafuata, kesho hivi fuata, chukua hiki unafuata. Mimi ningekushauri tu. Mimi sitaki kusema nani anafundisha vizuri, sitaki kusema nani afundishi vizuri, lakini jifunze kwa Yesu mwenyewe. Alipomuona shetani ndani ya Petro, hakumfukuza Petro, alimwambia rudi nyuma shetani. Anamwambia Petro rudi nyuma, lakini sio Petro, shetani ndani ya Petro. Petro hakuwa na shida, ila kwa wakati ule alimuingia shetani, ndio maana akawa anasema maneno yale. Je, na wewe huko uliko, kama huyu ambaye anakuhudumia kila wakati shetani anamuingia, wajuaje kama unahudumiwa na shetani ama unahudumiwa na Mungu mwenyewe aliye hai? Utajuaje? Ni Roho wa Mungu peke yake anayeweza kukusaidia. Ndio maana leo nimetaka nikupe silaha ya muhimu kabisa kabisa, ambayo kwa kweli Mungu akikupa neema hiyo, wewe umefanikiwa. Yani wewe umefanikiwa. Na kila Mkristo dunia ya leo tulionayo, nyakati tulizonazo, anapaswa kuwa na hicho kitu, kwa sababu Roho wa Mungu yupo. Unaponyenyekea mbele za Mungu, unapoomba maombi hayo, Mungu akupe hekima, Mungu akupe uwezo wa kupambanua roho, Mungu akupe uwezo wa kuelewa mahali sahihi. Umefanikiwa sana. Umefanikiwa sana. Umefanikiwa sana. Kwa hiyo somo langu la leo nimetaka nikufundishe kitu muhimu sana katika maisha ya Kristo, silaha pekee ya kuweza kutambua madhabahu sahihi ya kuabudu.
sio tu wanafanya nini, sio tu wanasema nini, sio tu mafundisho yao yanafananaje, sio tu matokeo yakoje. Bali Mungu akwambie matokeo haya sawa, ila ni batili, kwa sababu shetani naye wakati mwingine anajifanya kuwa malaika wa nuru, ila njia wanazopita hawa ni njia sahihi. Wakati mwingine Mungu anakupitisha njia sahihi na matokeo unaweza usione sahihi kwa wakati huo. Utajuaje? Lazima Roho wa Mungu akushuhudie. Kaa hapo hapo, pagumu hapo hapo, tulia hapo hapo, ndiko kwenyewe. Baada ya muda Mungu anakufunulia kwamba unaona unatokea upande wa pili. Lakini shetani anaweza kuonesha njia kwamba ukaona unapona kabisa ugonjwa wako, ukapona kabisa ugonjwa ambao umeugua muda mrefu, kumbe anakuingia kwenye giza. Ndio anakuingiza kwenye madhabahu na makubaliano na mikataba mipya, unaanza kuabudu miungu, unazama moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe nguvu na Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa kwa habari ya mafundisho haya. Nimetaka nikufundishe kwa habari ya kutambua madhabahu sahihi ya kuabudu. Na ikikupendeza, kama una muda, share na wengine mafundisho haya, nao watabarikiwa vile vile. Usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube kama bado hujasubscribe. Comment hapo kama unaona mbarikiwa, unaweza ukacomment, ukalike na ukashare kwa wengine kama nilivyokuambia. Lakini pia kuna namba za simu hapo ambazo kama una changamoto unahitaji kuwasiliana na sisi, unaweza ukatupigia tukawasiliana, tukasaidiana kwa mambo mbalimbali. Inawezekana masomo haya lisiwepo jambo linakugusa, lakini kupitia masomo haya ukapata wazo la kutaka kupata elimu fulani kupitia sisi timu ya Mikono ya Kristo. Karibu tupigie, tutakuhudumia kwa sababu tumeitwa ili kukuhudumia na huduma zetu zote ni bure kabisa. Mungu akubariki sana tena na tena na tena, akuzidishie maradufu mahali umepunguza kwa kutumia gharama zako zozote ulizotumia kufuatilia mafundisho haya. Mungu akurudishie na Mungu aendelee kukuinua, akutimizie hitaji lililo jema la moyo wako. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.